Luka sura 22 mstari wa 54 hadi 62, pamoja na andiko la Yohana sura 21 mstari wa 15 hadi 19, Mtume Petro alimkana Yesu Kristo mara 3, ila baadaye aliomba rehema, aliomba toba, akasamewa, na baadaye Yesu Kristo akaja kumsimika, wewe utakuwa ni kiongozi wa mitume wengine, utaongoza mitume wengine. Ila alimkana Yesu Kristo mara ngapi? Mara 3. Kulikuwa na muda wa neema wa kumrejea Mungu. Ni kama yule mwana mpotevu, ni mfano ambao umetolewa kutukumbusha sisi kanisa, hata kama tunaporudi nyuma kumwacha Kristo na kutenda mambo mabaya, kuacha wokovu, kuna nafasi nyingine Mungu anaiweka. Kuna wakati wa neema mwingine wa kurejea, ili Mungu aweze kukurejesha katika ramani, kama alivyorejeshwa mwana mpotevu. Luka sura 23 mstari wa 39 hadi 43, kuna yule mwizi mmoja, wale majambazi, wale wahalifu waliotundikwa na Yesu Kristo, mmoja kushoto, mmoja kulia. Mnawakumbuka? Yesu akiwa katikati yao. Kuna mmoja, dakika za jioni kabisa, dakika za mwisho, alipata wakati wa neema, akamwambia Masa, unikumbuke. Wakati mwingine anamkejeli, anamtukana Masihi. Yule mwingine akamwambia Masa, unikumbuke. Yesu akasema, leo hii utakuwa na mimi katika paradiso. Wako watu ambao wako ICU, katika vitanda majumbani, wamefanya ushirikina na uchawi, wamefanya ushenzi, wameua, ila dakika za jioni kabla hawajakata roho, Mungu aishawaandikia na kuhesabia hawatakufa mpaka waone neema ya wokovu. Kwa hiyo utashangaa mtu ameua, amefanya ukatili, amefanya uovu, dakika za mwisho unashangaa ameokoka, na ukienda mbinguni unakutana naye. Kuna wakati watu wanapewa neema za dakika za nini? Za mwisho. Ijapokuwa wako wengine kama yule jambazi mwingine wa pembeni, mpaka dakika za mwisho. Mimi nishamshuhudiaga mtu, naona kabisa Mungu ananiambia huyu anakata roho, afikishi masaa 2 mbele, na vile vile akasema simtaki huyo Yesu na simkiri huyo Yesu, na alikufa bila kumkiri Yesu Kristo, alikufa katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 1 hadi wa 19, pamoja na andiko la Timotheo wa kwanza sura ya 1 mstari wa 12 na hadi wa 16. Kabla hajawa mtume Paulo, mtume wa Yesu Kristo, Sauli au Paulo alilitesa kanisa la Yesu Kristo, ila Bwana Yesu alimuonesha rehema na neema na kumbadilisha kuwa mtumishi wake. Paulo alilitesa kanisa la Yesu Kristo, aliwaua Wakristo, alizuia kazi ya Mungu, injili isubiriwe, ila Mungu alimpa wakati na neema. Alijua huyu nitakutana naye pale, nitambadilisha na nitamtumia, nitamfanya kuwa chombo changu. Tusiwakatie tamaa watu ambao tunaona kwenye madangulo, watu ambao tunaona kwenye baa, watu ambao wanaenda kwa ganga kelele. Tusiwakatie tamaa, tuwahubirie. Hatupasi kuhubiri injili ya kuwahukumu na kuonyesha watu kidole, kwa maana hata mimi na wewe, hata kama mimi nipo radhi kutoa historia yangu, nilikuwa vipi. Nasemaga siku zote shuhuda zangu. Nilikuwa mvuta bangi, na kula ugoro, na kula kuberi, navuta bangi, sigara, na kunywa pombe. Nilikuwa ni mtaalamu wa wadada. Mzee Thomas, nilikuwa nachukua wadada mpaka wa kununua. Nilikuwa sioni kinyaa, sioni aibu. Yaani yoyote yule. Na ilifika mahali shetani alikuwa ananitumia kiasi ambacho nikimtaka mtu yote yule, mimi hata siongei, nikimwangalia tu hivi, yeye mwenyewe ndo anajiongeza. Lakini Mungu alinibadilisha. Kuna watu wengi wapo huko wanafanya maovu, leo tunawanyoshea vidole. Wengine wanavaa nguo za uchi, tunanyoshea vidole. Kumbe ni watumishi wa Mungu wazuri, kumbe ni wana maombi mazuri wa Mungu wazuri. Angalia yule kahaba aliyeshikwa ugoni huko, akaja mbele ya Yesu. Wale wakina mama walikuwa na mambo yao machafu, walipopata neema ya wokovu. Muangalie yule mtoza Mathayo, mtoza kodi, amepiga hela za magendo sana, ametesa, amezulumu watu, ila Mungu akampa kipindi cha neema, akambadilisha akawa ni mtumishi wa Mungu. Muangalie Maria Magdalena, muangalie Rehabu.
Rehabu alikuwa ni kahaba, ni kahaba pro, ni expert. Yaani kumpata yule lazima una vigezo fulani na dau fulani. Lakini kahaba aliyejua kwamba ni watumishi wa Mungu akawapokea na akawaficha. Mungu akaruhusu kupitia Rahabu uzao wa Kristo Yesu uweze kutokea. Tusihubiri injili za kunyoshea watu vidole. Kuna watu tunaona leo ni waovu pasipo kuangalia kama Mungu anavyoangalia. Kumbe ni watumishi wa Mungu wazuri sana, kumbe ni waimbaji wazuri sana. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Kutoka sura ya 16 na ile sura ya 17 na kitabu cha Hesabu, andika Kutoka sura ya 16 na ile sura ya 17 na kitabu cha Hesabu sura ya 14. Ijapokuwa wana wa Israeli wakiwa njiani walimlalamikia Mungu, wakaonesha hali ya kutokumtii, wakawa na masononeko, lakini wema wa Mungu hajawahi kukauka kwenye maisha yao. Kuna muda tunamlalamikia Mungu, kuna muda tunaona kama Mungu hatuoni, tunasema mpaka maneno ambayo ni mabovu, ni maovu, lakini Mungu anatuona na rehema zake zipo juu ya maisha yetu. Haleluya mtu moja, haleluya mtu moja. Anasema kuna kitabu cha waraka wa Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 9, anasema Bwana hakawii, Mungu hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, huwavumilia watu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Sababu ya Yesu Kristo au Mungu kuvaa mwili, alisema nimekuja ili kuokoa kilichofanyaje? Kilichopotea. Hakuja kwa ajili ya wakamilifu, amekuja kwa ajili ya wenye dhambi, ili kuwakamilisha, kuwasafisha na kuwastahilisha wasiostahili, wenye hatia. Na Mungu anatuvumilia, anajua kuna siku huyu mtu nitampata. Ila sisi watumishi wa Mungu, maaskofu, mitume na manabii na wainjilisti na wachungaji, tunawahukumu watu badala ya kuwaombea, badala ya kumsihi Mungu neema ya Mungu ifunulie kwao, tunanyoshea vidole, na wakati mwingine tunawatenga na kuweka viti vya nyuma kule, kana kwamba wao wanaishi katika agano la kale, hawastahili kuchangamana na watu najisi. Luka sura ya 15. Thank you Jesus. Luka sura ya 15 mstari wa 7.